Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Anuari. Kutoka kipande gani? Mbagala. Bana, nimeona mbilinge zako mzee wangu, si haba. Inakuchukua muda gani kuweza kukamilisha mazoezi yako? Mazoezi kila siku nafanya. Unakuwa ngapi? Niko mimi peke yangu, sijapata kundi bado. Peke yako? Ndio vibe lote? Vibe lote, mazoezi asubuhi. Ukimaliza pale napata maji au maziwa fresh. Bana, harakati zako ambazo zinakuwa mjini ni harakati gani? Hii kucheza. Hii? Ndio napata. Siku labda pengine unaingiza shilingi ngapi? 5,000. Kama sasa hivi nimepata 5,000. 5,000? Pata na rudi nyumbani. Siku nyingine hata 10,000 kwenda mbele napita. Inakutumia muda gani labda pengine kufanya maandalizi ya kuvaa? Muda inategemeana. Inategemeana. Changamoto kubwa ya kazi yako ni nini? Kazi yangu? Mradi tu nikamshe bi mkubwa. Faza kashakufa kabaki bi mkubwa. Wewe labda pengine ndoto yako ni kufika wapi? Nifike mbali, yani nionekane kwenye TV nini, niwe maarufu, ndio ndoto yangu. Kwa mimi vile ambavyo nilikuwa nakuona mara ya kwanza, nilikuwa nakufananisha na wale madansa wa misomisondo. Sawa? Wale unafuatilia sana? Wale nafuatilia, ndio maana hata style zao na kariri. Style nini pale na kariri kujua kucheza. Ukipata nafasi kukutana na misomisondo pengine leo utamwambia nini? Nitamweleza nilichokuwa nacho, ili mradi na mimi nifike mbali tu. Namwambia bwana, nilikuwa ni shabiki yako. Kwa hiyo nilikuwa nataka unisaidie ili mradi nifike mbali kama wenzangu. Yaani niwe na wewe. Niwe napata vihela kidogo vya kula. Jiji la Dar es Salaam lina watu wanaotoka katika mikoa tofauti tofauti. Je, wewe chimbuko lako la mikoani huko unatoka mikoa gani? Mtwara. Na mwenyewe ni Mtwara? Kusini. Bana, misomisondo mwanetu huyu bana. Sasa jambo la mwisho ambalo pengine labda utaka kuzungumza kuhusiana na misomisondo, kwa sababu unaonekana kabisa ni moja kati ya mashabiki wake, lakini pia ni moja kati ya watu ambao unawish kufanya naye kazi. Kwa ndoto yangu ni hiyo tu, nimpate tuanze kufanya kazi hata leo. Mradi tu nifike mbali. Na mimi nianze kupata hela, nipange chumba changu na mimi. Tunajua umri bado nakaa na bibi mkubwa, inakuaje hao? Sasa kwa nini kwa? Kasha dedi. Shafariki. Kabaki bibi mkubwa na bibi tu pale basi. Kwa maana yake sasa wewe labda pengine ndio tegemezi pale nyumbani. Kienda kucheza pale na acha vichange fresh. Tunaishi pale kwa bibi. Mpo ngapi kwani? Tupo wawili, tumia mdogo wangu Saidi. Wewe ndo mkubwa? Mimi ndo mkubwa kuzaliwa. Tulizaliwa watatu, dada yetu kashatangulia. Basi hamna jinsi. Bana. Kwa sasa hivi tupo wawili tu. Kwa hiyo mpaka nikacheze pale ndo nipate hela kidogo. Ni mkubwa wale. Kwani ulishia shuleni darasa ngapi? La 7. La 7? Nikafeli bana. Ukafeli? Ndio hizo harakati sasa zinakuja. Nilikuwa nasoma Menkwa pale sasa. Ile Menkwa ile ilikuwa jao ile. Kwa nini anzishe Menkwa wakati nataka shule hata kawaida? Basi kibidi niache tu ile shule. Usisome. Neno moja kwa mtu ambaye anakukatisha tamaa alafu wewe humtegemei. Mimi najitahidi tu hadi nifike mbali. Sina la kuambia. Endelee tu. Endelee tu. Kusema hao mashabiki tu vijineno tu kidogo. Fresh. Bana, ndoto zetu sisi ni muhimu sana kuliko maneno yenu ya kutukatisha tamaa. Mshikaji moja kwa moja, yeye ndo kichwa cha familia. Mtaani moja kwa moja sasa hivi anajichanga na sasa hivi kama unavyoona makoto yako wapi yale? Makoto yetu. Haya hapa. Pesa nyingine nimetoka kuchukua redio hapo, muziki mpya. Unaona vitu hivi. Nimetoka kununua redio. Nimetoka kununua redio yangu ile imeharibika sasa. Kutengenezeka itakuwa jao. Ndio nimeenda kuchukua muziki mpya wa dukani. Tuletee redio hiyo mzee. Tuletee redio hiyo. Kwa hiyo hapa ndo ukao umenunua nini? Sasa hivi ndo umetoka kuinunua sasa. Hapa. Bei gani? Hii nimenunua 25. Kariakoo pale ndani, Machinga. Maana changamoto ya kwanza ilikuwa ni redio ulikuwa una.
redio nilikuwepo nayo, ila ilikuwa inagoma goma, yani speaker mbovu na hisia sauti. Ndio maana kaenda kuchukua muziki mpya huo. Maana yake kazi ndio imefanya ununue? Kazi hii kwa kucheza cheza. Sana umetisha sana mzee. Aibu. One love.